Kazi na utu. Tunasonga mbele. Nafikiri utakuwa mwaka wa pili sisi kutokeza mbele yenu kufafanua yale tunayoyafanya, mafanikio yetu na jinsi tunavyojipanga kwenda mbele. Kipindi cha leo kina sura tofauti kidogo kwa sababu tumeunganisha mambo mawili. Kwanza kuna hili la miaka 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini hili ni subset ya maadhimisho yetu ya miaka 10 tangu mfuko wa fidia kufanya kazi ulipozaliwa, kwa maana ya sheria hii ya fidia kwa wafanyakazi ilipoanzisha miaka 10 takriban iliyopita. Katika nchi yetu kwenye tathnia ya hifadhi ya jamii, mfuko wa fidia kwa wafanyakazi ni moja ya taasisi ambazo zimeanzishwa na serikali ili kutekeleza jukumu hilo. Nini shughuli za WCF? Kwanza ilikuwa ni kutekeleza sera ya hifadhi za jamii, kwa sababu kuna watu ambao wakisha umia na kupata ulemavu unaofikia kiwango cha 30% kwenda juu, mfuko na sheria ya fidia kwa wafanyakazi inatutaka hawa waingie kulipwa hiyo fidia kwa maisha yao yote. Kwa mwenza naye tunakaa naye kwa maisha yake yote. Kwa wategemezi upande wa watoto tunaachana nao watakapofikia miaka 18 au 21 au pale ambapo watamaliza kiwango cha elimu ambacho walikuwa nacho wakati huyu mzazi alikuwa wakati anafariki. Majukumu mengine ambayo tunayo katika kutekeleza kazi zetu za mfuko wa fidia kwa wafanyakazi ni kuendelea kuimarisha afya na usalama mahala pa kazi. Pia tunalo jukumu la kutunza kumbukumbu za ajali na magonjwa yanayotokana na kazi. Kwa niaba ya msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Gaston Msigwa, tunapenda kuwashukuru sana. Tukio la leo Dr. Mduma ni uthibitisho kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizowekwa. WCF katika miaka hii 10 mnathibitisha pasipo shaka kwamba mnatekeleza kwa msingi huo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mkurugenzi mkuu, sisi wahariri tunashukuru kwa kutupitisha na kuangazia sehemu ya mafanikio ambayo ninyi kama WCF mmeweza kuyaeleza kwetu, nasi tuahidi ya kwamba tunakwenda kuyafanyia kazi na tuko pamoja. Lakini sisi tunasema kwa umuhimu wa kipekee, ninyi ni wadau wetu muhimu, basi pale ambapo panapostahili kushirikiana tushirikiane zaidi. Ahmed Bulugu, mhandisi mstaafu TANESCO. Nilipata matatizo ya ajali kazini iliyopelekea masikio yangu kidogo yakapata mushkili kwa kiwango fulani. Kwa hiyo watu wa bima TANESCO pale wakanishauri kwamba inabidi tuwasiliane na watu wa WCF baada ya kuwa tumetoka katika hospitali ya Muhimbili ili niweze kupata fidia. Kwa hiyo kuanzia hapo mwezi wa 10 mwaka jana nikaanza kutoa pelo. Kwa hiyo nalipwa mafao ya kudumu nafikiri mpaka huko mbele nitatangulia mbele za haki. Kwa hiyo kwa mfumo huo sasa naishukuru serikali ya Mama Samia kwa maana kwamba wameweza kuirekebisha ile sheria na kuweza kuwatambua wale wenye ulemavu wa kudumu kwamba waweze kuendelea kufidiwa kwa maana malipo ya kila mwezi mpaka maisha yao yatakapokuwa yamefikia ukingoni. Mume wangu alikuwa anafanya kazi Benki Kuu ya Tanzania BOT, na alipata ajali akiwa safarini kutoka Arusha kwenda Tanga, safari ya kikazi, na alipoteza maisha katika ajali hiyo mwaka 2021 mwezi wa 4. Nina watoto 4 na sikuwa nimefahamu kwa kweli kuhusu WCF hapo mwanzoni. Nimekuja kumfahamu WCF baada ya mume wangu kufariki
na niseme ninawashukuru sana BOT kwa kunipa mwongozo, kufahamu kwamba pamoja na wao kunipa yale mafao ya mume wangu, pia kuna WCF ambako wao ni wanachama na wamekuwa wakipeleka michango yao. Niwashukuru pia sana WCF kwa sababu ya wepesi wao kutoa huduma, na haikuchukua muda mrefu. Walinipa mwongozo mzuri sana na kazi yao ikawa kirafiki sana.